kwanza kabisa. Hivi ndo tunaona comedian kama wanakuja kwa nguvu na basketballers. Usikere, usikasirishe ama usitoe ama usimdefame mtu kwa maana ya kumshushia heshima na vitu vingine kama hivyo kwenye matani yako. Unaelewa? Hawa XXL huko watu baki walikuwa na Klaus wanazungumzia. Kwa mimi sinkueleze mimi bana, mimi naogopa sana kwa of course najua kuna siku itafika kwamba bwana unajua lakini sitakuwa kinyonge. Sasa mimi natamani siku ambayo niwe na hela. Safi. Maana yake siku ambayo umeona Jay-Z au Kanye West, maybe anaweza kaa Jay-Z tu kwa muda mrefu hajafanya muziki, lakini mpaka leo wanaendelea kumzungumzia, mpaka leo wanamzungumzia. Ukiachana na Jay-Z kuna Don Jazzy. Mpaka leo watu yani bado yupo. Umeshanielewa? Haimbi afanye chochote lakini anatengeneza pesa. Anatengeneza hela. Kwa hiyo Dr. Dre, umeelewa sijui. Wapo mpaka leo heshima yao ipo, lakini sasa hicho kitu kinatengenezwa na hii misingi ya sasa hivi. Ya sasa hivi for sure. Watu ambao mimi wameni-inspire, Joti ni mtu ambaye toka kipindi hicho mpaka leo tuko naye. Na vizazi vinavyokuja bado viko naye. Kwa mimi natamani kwanza nitengeneze begi. Hilo ni swala la kwanza. Ndio. Sana, yani sana. La pili ni kuendelea ku-maintain. Hata kama sitakuwepo mimi, vitakuwepo vizazi hizo au generation hiyo ambao wapo chini yangu mimi. Kama Don Jazzy ambavyo yani ukimwona Lema unamwona Don Jazzy. For sure. Ukimwona Diamond, ukimwona Harmonize unaona Don Jazzy. Diamond. Ukimwona D-Voice unamwona Diamond. Ushanielewa? Kuna mimi nataka niwe hivyo hata kama sifanyi hiki kitu. Lakini kuna watu ukiwataja unamwona Joe Master. Na aishi tu kwenye kuwataja mpaka kuna hela zao zinaingia kwako. Kwa maana yake ni biashara yangu hivi. Sahihi. Hiyo nzuri sana kwa sababu hata kwenye soka watu wanafanya, hata kwenye muziki kama unavyosema. Na mtu kama Jay-Z sasa hivi katanua mbawa. Mpaka kwenye sports kaenda sasa hivi ana manage watu kupitia Rock Nation. Noma sana. Safi, hiyo nimeipenda sana. Na kusema kweli mimi pia ni moja kati ya mawazo ambayo huwa najitengenezea mazingira siku moja kuwepo huko. Safi sana. Global recognition kwa comedians wa Tanzania. If kifanyike nini itokee hivyo mpate madili stand up comedy SA kwa maana South Africa, kupata mashavu ya content zenu kuwa recognized na watu ambao wanatokea mataifa mengine huko, hata kama ni Gong na Mission Korea huko, watu wa vibe na viwasha ama chama ni noma ama sio aliwahi kupita mtu anaitwa Maela alikuwa anasumbua. Nimependa sana hiyo. Kingine kwamba influence yani maana yake kweli walikuwa wanatakiwa wasemaji walipo hela nyingi sana. Imagine kama Haji Manara yule. Yani mimi alinisababisha yani alihamishwa. Yani mimi badala ya mchezaji sana hamishwaje. Yani imagine msemaji kahamishwa, mimi ndo nikaenda. Wakati wachezaji jiulize ni watu wangapi ambao wako kama mimi. Wako wengi kwa kweli. Hayo mahaba kwa sababu mchizi alisababisha internet, lakini pia mitaa ikawa ndio inaanza kufuatia soka, kuanza kupenda ushindani kwa ukubwa na vitu vingi kama hivyo. Ana heshima kubwa sana kwa kweli kwenye hilo. Sawa. Kwenye muziki Diamond, Alikiba, Harmonize, Mario, namtaja Darasa, namtaja na J Melody, namtaja Rayvanny, nimtaja na nani? Namtaja Zuchu na Nandi, na muongeza Lady JD. Professor J, FDQ, Mwana FA, Roma, Yankila, wote ambao nimetaja, wengine ambao sijataja, wherever ukimpata. Naomba tu unitajie top 5 yako. Watano tu ambao unaweza kuwasikiliza ngoma zao kutokea hapa kama upo kwenye gari na drive kwenda Dar kutokea Kahama. Okay. Wa kwanza kabisa Diamond. Kwa nini? Kwa sababu Diamond bana ni yani huyo aina ni the only option. Yani hakuna namna unaweza kuna submission yake yani kwamba mbadala yani yupo tu, yani unajua tumpe tu heshima yake, abaki pale namba 1. Namba 2 nampa J Melody kwa sababu J Melody ukiachana tu na nyimbo zake kuwa kali, yule jamaa noma sana. Lakini pia alifanya kitu kimoja kikubwa sana kwenye maisha yangu ambacho kitabaki kwenye moyo wangu. Ushansoma ambacho wasanii wengi hawaje kukifanya. Kwenye show yangu ile ya Mlimani niliwaita kina Chris Kena. Yule jamaa bana. Yule jamaa alikuja kwenye nilimwambia bana, ndugu yangu mimi na show yangu naomba unisupport uje. Akasema hamna shida mwanangu, limeisha hilo. Sasa unajua wasanii wale watu wa vibe, poa nitakuja, lakini